Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya sherehe ya Dominika ya Utatu Mtakatifu tarehe 31 mwezi Mei 2026. Baada ya kuadhimisha sherehe ya Pasaka, tunaweza tukajifunza kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya kazi kwa upande wetu, alikuwa anafanyia kazi yetu sisi, yaani kutukomboa sisi wanadamu. Lakini leo katika sherehe ya Utatu Mtakatifu tunaliadhimisha na kulisherekea jina na sifa ya Mungu, kwamba Mungu ni mmoja lakini katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa linakiri na kufundisha ukweli huo, na nafsi hizi, ndugu zangu, zina umoja wa umungu usiogawanyika. Ndilo fundisho sahihi ambalo tunapaswa kuliishi na kulitafakari katika maisha yetu ya Kikristo. Katika somo la kwanza siku ya leo, kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 4b hadi ya 6 na ile aya ya 8 hadi ya 9, tunajifunza kwamba Mwenyezi Mungu anamkaribia Musa na kujitambulisha kwamba yeye ni Mungu mwenye huruma na rehema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili. Katika somo la pili, barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 14, Mtume Paulo anatuonyesha na kutufunza kwamba maisha ya Mkristo yamejengwa kwa pendo la Baba wa mbinguni, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na katika Injili kadiri ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 aya 16 hadi ya 18, tunaona Mwenyezi Mungu bado anasisitiza na kwa uzito kabisa kwamba yeye ana upendo wa dhati, hivyo kwamba anaweza kumtuma mtoto wake wa pekee ili afe kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu, masomo yanatufundisha kwamba Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni Mungu anayetupenda, Mungu anayetuokoa, na ni Mungu anayependa kukaa nasi mpaka mwisho wa dahari. Utatu Mtakatifu ni kitu gani? Labda tuanzie katika neno la Kiingereza Trinity. Ni ufupisho ambao ni maneno mawili yanatumika hapo. Tri, yani tatu, lakini unity maana yake umoja. Kwa hiyo maana harisi na rahisi zaidi kabisa ya Utatu Mtakatifu ni utatu mmoja. Sasa huu sio utatu wa kawaida kama mtu anavyosema labda kichwa, ndevu na shingo, au padri, mtawa na mlei. Huu ni Utatu Mtakatifu. Wapendwa ndugu zangu, Mungu ni mmoja lakini ana nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na naposema nafsi, maana yake ni nini? Labda ili tuelewe maana ya nafsi, ni vizuri tutumie mfano huu. Mtu akikuuliza wewe ni nini, unajibu mimi ni binadamu. Lakini akikuuliza wewe ni nani, unasema mimi ni Gilbert, mimi ni Charles, mimi ni Gaudens. Lakini maswali hayo ukiyaelekeza kwa Mungu, ukabahatika kuonana na Mungu na ukamuuliza wewe ni nini, atasema mimi ni Mungu. Lakini ukimuuliza wewe ni nani, atasema mimi ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu pekee ndiyo utimilifu wa kitu kinachoitwa nafsi. Kwa hiyo Mungu si mpweke kwa tafsiri hiyo. Mungu ni familia tena iliyokamilika kabisa. Mungu Baba ni muumbaji, na tunaambiwa alimtafakari na kumzaa mwana, Bwana wetu Yesu Kristo, tangu milele yote. Na hakumzaa kama mama anavyomzaa mtoto, bali alitumia akili yake, the divine mind, eternal mind. Halafu tunaambiwa Baba pamoja na Mwana kwa kutumia utashi wao wa upendo wakamtoa Mungu Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anatambulishwa kuwa ni pendo la Mungu Baba na Mungu Mwana. Huu ni ushirika wa ajabu kabisa. Tunaweza kuuelewa japo kwa kidogo tu, bado litabaki kuwa ni fumbo la imani ambalo linapaswa kuabudiwa kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, kwamba Mungu ni mmoja tena katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini mambo haya sio rahisi kueleweka. Ndio sababu wametokea watu mbalimbali ambao wamefundisha uzushi
juu ya Utatu Mtakatifu. Mafundisho ya uzushi dhidi ya Utatu Mtakatifu ni kama ifuatavyo. Fundisho la kwanza ambalo ni la kizushi, sio la kuamini hili, linaitwa umonakia wa kimungu, yaani Mungu ni mmoja pekee mwenye nafsi moja tu, na hili lilitokea mwishoni mwa karne ile ya pili. Sasa hawa watu walikuwa wanajiuliza, kama Mungu ni mmoja, ni Baba, Yesu ametoka wapi? Wao wakasema kwamba Yesu ni binadamu. Sababu sio Mungu, ni binadamu, tena binadamu aliasiliwa na Mungu kama mtoto wake, na akavikwa nguvu za ajabu siku ile ya ubatizo wake mtoni Yordani. Na walisema kwamba Yesu si Mungu bali ni binadamu. Mungu anabaki ni yule mwenye nafsi moja tu. Sasa baada ya hao wakatokea wengine wa aina hiyo hiyo, na kwa kweli wao ni vipofu kama wenzao tu. Wao walisema kwamba Yesu ni Mungu, lakini si nafsi ya pili ya Mungu, bali ni yule Mungu Baba katika nafsi ile moja pekee, ambaye ameamua kuvaa kinyago na kujibadilisha na kuonekana kama mwana, na huyo ndiye aliyeteswa msalabani. Hao ni kundi la kwanza. Kundi la pili ambalo walihubiri juu ya uzushi huo wa Mungu katika utatu wake mtakatifu ni kwamba Mungu ana nafsi tatu, lakini hizo nafsi zina madaraja. Kwa hiyo kuna ambao walikiri kabisa Mungu ana nafsi tatu lakini zina madaraja, kama tunavyosema askofu, padri, shemasi. Kwa hiyo wao wakasema Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu, lakini hizi nafsi tatu hazina umungu mmoja. Kila nafsi iko katika daraja lake tofauti na ni duni kuliko nafsi iliyo juu yake. Hiyo iliitwa subordinationism. Na kuna padri mmoja anaitwa Arius alifundisha kwamba Yesu ni nafsi ya pili, lakini si Mungu, wala hawezi kuwa sawa na Mungu Baba. Ni kiumbe tu wa kawaida, mwanadamu wa kawaida ambaye alivikwa uwezo wa ajabu. Lakini pia kuna mwenzie ambaye anaitwa Askofu Macedonius. Yeye alifundisha juu ya Roho Mtakatifu, akasema kwamba yeye si Mungu, Roho Mtakatifu si Mungu, wala hana umungu mmoja na Baba. Yeye ni kiumbe tu kama malaika wengine, isipokuwa labda pengine kiumbe aliyeumbwa kabla ya malaika wengine, na huduma yake haina tofauti na ile huduma ya malaika. Sasa kundi la tatu walisema kwamba Mungu ana nafsi tatu zilizogawanyika. Mmoja wao si katika umungu bali katika maamuzi au katika maadili. Yaani ni nafsi tatu ambazo zimegawanyika, na wako pamoja katika kuamua pamoja na kuishi kwa taratibu ambazo wamekubaliana pamoja. Na hao wako aina tano. Kuna ambao walisema kwamba Utatu Mtakatifu ni kama vile watu watatu ambao wanakaa kikao, wanapanga, wanaamua na kutekeleza pamoja mipango yao. Wengine wakasema Utatu Mtakatifu ni kama malaika watatu au roho tatu za binadamu ambazo zinafanya kazi pamoja. Na wengine wakaibuka wakasema Mungu ni mmoja, ila ni kiongozi na muunganishi wa wasaidizi wengine watatu ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambao ni makosa pia. Na wapo waliosema kwamba Mungu katika nafsi tatu ni taasisi, kama unavyozungumza kikoba. Pengine ni kikoba cha Mungu. Na wapo wengine waliosema kwamba Mungu alipitia ukuaji na mabadiliko. Kama tunavyojua kwenye sayansi kuna kitu kinachoitwa evolution of man. Binadamu alipitia vipindi mbalimbali vya mabadiliko kutokea kuwa nyani hadi kuwa binadamu kamili. Labda pengine ndivyo ilivyokuwa kwa Mungu, lakini sivyo. Kundi la nne ni Waprotestanti, ambao ni wale walioikana dini Katoliki. Baadhi yao walisema kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, lakini kosa lao ni kwamba walisema hizi nafsi tatu si tofauti, yani Baba nafsi yake pekee, Mwana nafsi yake pekee na Roho Mtakatifu nafsi yake pekee, bali wameungana kama watoto wale ambao tunawafahamu wamezaliwa wameungana vichwa. Hao wengine wakaenda mbali zaidi kusema kwamba mahusiano ya nafsi ni kama unavyozungumzia mahusiano na Mungu, mahusiano ya Mungu na Musa kipindi cha Agano la Kale, na Mungu alimpatia Musa nguvu za kufanya miujiza, basi wakaita hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo wakasema hata katika Agano Jipya mahusiano ya Utatu Mtakatifu ni kama hayo kwamba ni Mungu na Kristo ambaye ni binadamu na sio
Mungu, na nguvu aliyotumia Kristo kufanya miujiza basi ni hiyo inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu, wala sio nafsi ya Roho Mtakatifu. Kwa ndugu zangu, mawazo yote hapo juu ambayo tumesikia ni mafundisho potofu juu ya Roho Mtakatifu, lakini pia juu ya Utatu Mtakatifu. Kwa kweli ni harakati za binadamu kutaka kumuelewa Mungu katika akili yake ndogo. Tunaambiwa kuna simulizi moja, Mtakatifu Agustino siku moja yupo ufukweni anatembea akitafakari juu ya hili fumbo la Utatu Mtakatifu. Kwa bahati nasibu akutana na kijana mmoja mdogo. Amechimba kashimo kake, alafu anachukua maji ya bahari anatamani kuyaweka katika kile kishimo kidogo. Na Mtakatifu Agustino alipomshangaa kwa nini anafanya hivyo na pengine kumwambia wewe ni mjinga, basi mtoto yule akamwambia usinishangae mimi, unachokifanya wewe ndicho unachokifanya wewe. Unakazana kumfahamu Mungu, uelewa Utatu Mtakatifu katika akili chako kidogo, utakao uweze kufanikiwa. Kwa ndugu zangu, kumjua Mungu kutumia akili ya binadamu peke yake haitoshi. Lazima tujue kwamba ni fumbo la imani. Kanisa limetamka waziwazi kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu tofauti, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kila nafsi inashiriki umungu mmoja. Na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 255 nayo inasema, ingawa tunaweza kuona kazi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa uwazi zaidi katika hali fulani fulani, lakini hata hivyo hatuwezi kuachanisha nafsi moja na nyingine, kwa sababu umoja huu wa kimungu haugawanyi tofauti halisi ya nafsi kutoka moja na nyingine, bali unakaa tu katika mahusiano ambayo yanahusu wao kwa wao. Labda pengine utaniuliza, Padri, pengine ninaweza kuelewaje fumbo hili la Utatu Mtakatifu kupitia maandiko matakatifu? Imeandikwa wapi katika Biblia? Tukiona katika Agano la Kale kuna viashiria mbalimbali vya ufunuo wa fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 aya 26, Mwenyezi Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Ni akina nani hawa? Wanasema na tumfanye. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 16 aya 7 aya hadi ya 17 na kitabu cha Kutoka sura ya 3 aya 2 hadi ya 14, utaona pale mara nyingi Mwenyezi Mungu anapomjia mwanadamu kumletea ujumbe fulani, anakuja kama malaika, na hata yule mwanadamu anafikiri malaika, na baadaye unashangaa mara anabadilika, anasema mimi ni Mungu, anajitambulisha mimi ni Mwenyezi Mungu. Hata wakati fulani tunaona Ibrahimu alitembelewa na watu watatu ambao walikuja kwa ajili ya kumpatia ile baraka ya mtoto, lakini pia kumweleza habari ambazo angependa mipango yake ambayo angependa kuitekeleza kwa wanadamu. Sasa wale watatu ni akina nani? Maandiko yanatuambia kwamba ni Mungu pamoja na malaika wake wawili. Lakini pia tunaona katika utabiri wa manabii fundisho la Utatu Mtakatifu linaanza kuangaza. Tunaona vivuli vinaanza kuonekana. Zaburi ya 2 aya ya 7 inasema, Bwana aliniambia ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Bwana aliniambia ndiye mwanangu. Sasa ni wangapi hao? Isaya pia sura ya 9 aya 6 inatuambia kwamba maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, tumepewa mtoto wa kiume, naye atapewa mamlaka ya kutawala. Ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Naona hapo sio mtu mmoja, sio nafsi moja hapo, nafsi zaidi ya moja. Lakini pia Isaya sura ya 7 aya 14 tunaambiwa huyu mtoto atakayezaliwa ni Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Lakini tukienda mbele zaidi kwenye vitabu vya hekima, mfano kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 22, Mwenyezi Mungu inasema kwamba Mwenyezi Mungu aliniumba mwanzoni mwa kazi yake, zama kabla ya kuwako kitu chochote, nilifanywa kabla ya dunia kuanza, na kadhalika na kadhalika. Alafu anaendelea kusema katika ile aya 30 kwamba tena nilikuwa pamoja naye akiumba, nilikuwa kama fundi stadi. Sasa kumbe Mungu alipokuwa anaumba hakuwa yeye mwenyewe baba, na nafsi pia inajitambulisha kwamba alikuwepo kama fundi stadi. Lakini pia nenda karejea kitabu cha hekima sura ya 7 aya 22 hadi 28. Tukirudi pia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 1 hadi ya 2, tunasikia maandiko matakatifu yanasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu, giza lilikuwa limefunika vilindi vya maji, na roho ya Mungu
ilikuwa ikitanda juu ya maji. Kwa hiyo Mungu alafu roho ya Mungu ilikuwa juu ya maji. Lakini pia ndugu zangu wapendwa, tukisoma pia kitabu cha Ezekieli sura ya 36 aya ya 27, tunaona pia wazo hilo la Roho Mtakatifu. Hata kitabu cha Isaya sura ya 61 aya ya kwanza, Roho ya Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta. Tukisoma pia kitabu cha Isaya sura ya 6 aya ya 3, Isaya anaona maono hekaluni, alafu anaona maserafu wamekaa wamezunguka kiti cha enzi cha Mungu na wanaimba mtakatifu, 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 mtakatifu mara 3. Maana yake nini? Kwa nini mara 3? Lakini utaka kuelewa pia hilo zaidi, nenda kasome kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya 22 hadi aya 27. Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, mwambie Aruni na wanawe kwamba hivi ndivyo mtakavyo wabariki wa Israeli. Mtawaambia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangalie kwa wema na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani. Ndivyo watakavyo tamka jina langu juu ya Israeli, nami nitawabariki. Ni Mungu anarudia mara 3. Manake yeye ni utatu. Mungu ni utatu na ndilo jina lake. Sasa hilo ni agano la kale. Tukiingia katika agano jipya na moja kwa moja tukiwatazama wa Injili, tunaona mwinjili Luka ile sura ya 1 aya 31 hadi 33, katika tukio la kupashwa Maria habari kwamba atakuwa mama wa Mungu. Anaambiwa, utachukua mimba, utamzaa mtoto wa kiume, nawe utampatia jina Yesu. Yeye atakuwa mkubwa na ataitwa mwana wa Mungu mkuu. Bwana Mungu atampa kiti cha mfalme Daudi babu yake. Kwa hiyo atautawala ukoo wa Yakobo milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Lakini ukisoma hiyo aya ya 34, Maria anajibu anasema, yatawezekanaje hayo hali mimi ni bikira? Ukiendelea anasema, malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakushukia. Roho Mtakatifu atakushukia. Ni nafsi hiyo, na uwezo wake Mungu mkuu utakujia kama kivuli. Mungu mkuu anatajwa hapo, mwingine tena, nafsi nyingine. Kwa sababu hiyo mtoto atakayezaliwa taitwa mtakatifu, mwana wa Mungu, nafsi ya pili, Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia tukienda katika lile tukio la ubatizo wa Bwana mtoni Yordani, Injili ya Mathayo sura ya 2 aya 16 hadi 17, tunaambiwa mara tu Yesu alipokwisha kubatizwa, alitoka majini, na kumbe mbingu zikafunguka, akaona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na kutua juu yake. Sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Kwa hapo unaona kuna baba anayeongea, huyu ndiye mwanangu, lakini pia kuna Roho Mtakatifu anayeshuka kama ua, kama njiwa. Lakini pia kuna hiyo nafsi ya pili, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye amebatizwa. Lakini tukienda katika Injili pia ya Yohane sura ya 14 aya 16, katika karamu ya mwisho siku ile Alhamisi Kuu, Bwana Yesu alipokuwa anawahusia wafuasi wake, aliwaambia, nami nitamuomba Baba, naye atawapatieni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Tafsiri yake ni nini? Atamuomba Baba, alafu msaidizi atumwe, Roho Mtakatifu. Lakini pia kabla ya kupaa mbinguni, Yesu aliwatuma mitume wakawabatize watu wa dunia kwa jina la Utatu Mtakatifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Alisema, nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Na tena kaendelea akasema, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wafundisheni kushika maagizo yote niliyowapeni, nami nipo pamoja nanyi siku zote mpaka ukamilifu wa dahari. Mathayo hiyo sura 28 aya 19 hadi 20. Baada ya Injili kuna zile barua ambazo zinaitwa nyaraka za kitume. Barua ya kwanza mtume Petro kwa watu wote inaanza kwa kusema kwamba mimi Petro, mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, nawaandikia ninyi wateule wa Mungu Baba, ambao mmetawanyika na mnaishi kama wakimbizi huko Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia na Bithinia, kwamba Mungu Baba aliwateua ninyi kufuatana na kusudi lake, na mmefanywa watakatifu wa roho mpate kumtii Yesu Kristo na kusafishwa kwa damu yake, na watakieni neema na amani tele. Utatu Mtakatifu natajwa. Lakini pia Paulo mtume katika somo la pili la Dominika hii ya sherehe ya Utatu Mtakatifu mwaka A,
ile barua ya pili kwa Korinto sura ya 13 aya 13, Paulo anawabariki wa Korinto kwa kuwaambia, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe nanyi nyote. Na baraka hii huwa inatumika pale mwanzoni mwa ibada, tunapoanza ibada takatifu ya misa kwa Katoliki, basi inaweza kutumika kama mbadala wa kusema Bwana awe nanyi. Lakini pia Mtume Paulo anataja mapaji matatu ya kimungu, na anataja kila paji na yule mhusika aliyetoa hilo paji. Tukisoma barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 12 aya 4 na kuendelea, kwamba vipaji vya kiroho ni vya namna nyingi, lakini Roho avitwae ni mmoja. Kuna namna nyingi za kutumikia, lakini Bwana ni mmoja. Unaona lugha imebadilika, Roho ni mmoja, Bwana ni mmoja. Kuna namna mbalimbali za kufanya kazi za huduma, lakini Mungu ni mmoja. Unaona, naye anawezesha kazi zote katika wote. Kila mtu upewa mwangaza wa Roho kwa faida ya wote. Nafsi zinajionyesha hapo. Lakini udhihirisho mkubwa zaidi katika hizo barua za kitume unaonekana katika ile barua ya kwanza ya Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 5 aya 7 na kuendelea. Nasema, basi wako mashahidi watatu, roho, maji na damu. Na ushahidi wa hawa watatu unaafikiana. Ikiwa tuukubali ushahidi wa binadamu, ushahidi wa Mungu una uzito zaidi. Unaona, Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo kutokana na mafundisho mbalimbali ambayo yalikuwa ni potofu, tunaweza kusema kwamba haya maandiko matakatifu yanatusaidia kuelewa zaidi fumbo hili. Lakini kutokana na upotofu mwingi ambao umekuwepo juu ya Utatu Mtakatifu, uelewa juu ya Utatu Mtakatifu, kanisa liliitisha mitaguso miwili mikubwa ambayo ilifafanua uzushi dhidi ya kanuni ile imani ya mitume iliyokuwa inatumika kwa wale waliokuwa wanakwenda kubatizwa, na kuiweka rasmi kanuni mpya inaitwa kanuni ya Nikea au kanuni ya mitume, na baadaye kuweka kanuni nyingine inaitwa kanuni ya Nisea Konstantinopoli, ili iweke wazi kabisa namna gani Mkristo anapaswa kukiri fumbo la Utatu Mtakatifu. Katika mtaguso wa kwanza uliofanyika Nisea mwaka 325, ili kufafanua umungu wa Yesu Kristo, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, yani Mungu Mwana, basi kanisa lilipinga mafundisho ya Padre Arius. Na mtaguso huu ukatamka kwamba nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, na mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Na Mtakatifu Athanasius alisisitiza kwamba Yesu ni Mungu sawa sawa na Baba. Na hapa kazaliwa kanuni ya imani ya Nikea ambayo inaitwa kanuni pia ya mitume. Katika kanuni ya imani ya mitume sote tunakiri na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanae pekee Bwana wetu, na sadiki na kwa Roho Mtakatifu na kadhalika. Lakini mtaguso mwingine ambao ulikuwa wa Konstantinopoli mwaka 381 baada ya Kristo ulikuwa ni kwa ajili ya kufafanua umungu wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, wakipinga mafundisho ya Makedonius kwamba Roho Mtakatifu ni kiumbe kama malaika, au pengine ni nguvu ya Mungu tu wala si nafsi ya Mungu. Na mtaguso ukatamka waziwazi kwamba nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana namleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Kwa ndugu zangu, baada ya hapo ndipo katokea kanuni nyingine ya imani kadiri ya mitaguso hii miwili, inaitwa kanuni ya Nisea Konstantinopoli, ambayo mara nyingi tunaitumia katika misa takatifu siku ya Dominika. Wewe wapendwa katika Kristo, baada ya kusikia hayo, tunaweza kujifunza kwamba Mungu wetu ni ushirika wa upendo. Tunasherehekea fumbo kubwa la imani kwamba Mungu ni mmoja katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba Mungu si mpweke. Mungu ni mshirika, ni ushirika wa upendo. Na tumeumbwa ili kuweza kuishi katika huo umoja, upendo na ushirika naye. Kwa ndugu zangu, labda pengine katika kuishi Utatu Mtakatifu, masomo ya leo yameshatusaidia tayari. Hilo somo la kwanza tumesikia kwamba Musa anakutana na Mungu, na hapo ni baada ya taifa kuanza kuabudu ndama. Baadaye Musa anawakuta Waisraeli wanaabudu ile ndama, na anazivunja zile mbao mbili, yale mawe mawili yaliyoandikwa amri za Mungu. Na anaporudi mbele ya uso wa Mungu, Mungu anamtaka achonge vibao vingine, kwa sababu vile vya kwanza ni Mungu mwenyewe alimpatia.
Hivi vya pili Musa anaambiwa sasa afanye malipizi, avichonge ili avirudishe aandikiwe tena upya. Kwa hiyo anapokutana na Mungu, basi Mungu anamuonyesha kwamba yeye ni wa upendo, ni Mungu wa rehema, ni Mungu asiye na hasira, ni Mungu anayesamehe, anawatamkia neno la baraka wana wa Israeli. Lakini pia katika hilo tukio la Musa kukutana na Mungu, kwambia Musa alinama chini na kuabudu. Musa alinama chini na kuabudu. Kwa nini? Aliona utukufu wa Mungu. Hii inatufundisha kwamba ibada ya kweli inaanza pale tunapotambua utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Hauwezi ukaabudu tu hivi hivi kama maigizo. Lazima utaona nguvu ya Mungu katika maisha yako, ndipo upige goti na kusujudu na kuabudu. Kwa hiyo kadiri tunavyoona ukuu wake ndivyo tunavyomwabudu Mungu kwa moyo zaidi, Mungu katika utatu wake mtakatifu. Jambo la nne ambalo linaonekana hapo ni kwamba Musa alianza kusali. Hakuombea mambo yake binafsi, aliwaombea wengine. Unaona ushirika. Aliwaombea wengine. Aliwaweka watu wake mbele za Mungu kwanza. Huo ndio moyo wa upendo ambao sisi ambao tunajua kuishi maisha ya utatu mtakatifu tunapaswa kuwa nao katika kuwaombea wengine, lakini pia katika kuishi na wengine. Hilo somo la pili, Mtume Paulo ametupatia pia njia za kuishi utatu mtakatifu. Anawaambia Wakorintho watimilike, waishi maisha ya ukamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Wafarijike, faraja, yaani furaha ambayo ni tunda la Roho Mtakatifu. Na wawe sababu ya furaha kwa kila mmoja na mwingine. Lakini pia wawe na nia moja, namna ya kuishi utatu mtakatifu. Kuwa na nia moja. Daima usipende kufanya mambo yako binafsi. Jitahidi ukae katika nia moja. Katika familia zetu, mume na mke na watoto, nieni mamoja. Katika taasisi yoyote, katika jumuiya yoyote ya Kikristo au jamii ya binadamu, kunia mamoja ni kuishi jina la Mungu. Kupendana kwa busu takatifu na kuishi katika amani. Haya yote yanawezekana pale Mungu anapotawala mioyo yetu. Na Paulo mtakatifu anasema neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Yesu anatuletea neema, Baba anatupenda, lakini Roho Mtakatifu ndiye anatufanya tuwe kitu kimoja. Na mwisho katika Injili ya leo ya Yohane sura ya 3 ya 16 hadi 18, tumesikia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwamba Baba ametupenda na akamtuma mwana, mtoto wake wa pekee, hana mwingine, aje kutuokoa. Na Roho Mtakatifu ndiye anayetufungua akili zetu. Tulimpokea siku ile ya Pentekoste na tunaendelea kumpokea kila wakati tunapofanya toba na tunavyosali na tunavyoadhimisha maisha ya sakramenti. Kumpokea Kristo ndiye anayetufungua tuweze kumpokea Kristo. Mungu akumtuma Yesu aje kuhukumu ulimwengu bali kuukomboa. Kwa ndugu zangu, kama Mungu ni ushirika wa upendo, tunaulizana maswali. Familia zetu je, zina umoja? Haya ndio maswali ambayo tunatafakari siku hii katika sherehe hii ya Utatu Mtakatifu. Je, kanisa letu tunaishi kwa amani? Tunaishi kwa amani na wengine? Mimi ni sababu ya furaha kwa mwingine au ninakuwa ni sababu ya machungu kwa mtu mwingine, kwa jirani yangu? Je, viongozi wanajitambua kwamba wao ni watumishi au kila mmoja anajiringia kipawa chake? Je, kila mmoja anajifunza kuishi vizuri na mwingine? Mungu ndivyo alivyo. Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba maisha mazuri sio kuishi katika ubinafsi, kutafuta mafanikio binafsi, ni kuishi katika upendo na ushirika. Na kila tunapofanya ishara ya msalaba tunaitumia sana kukiri huo Utatu Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tukumbuke kwamba tumeitwa kuishi maisha ya upendo, umoja na huruma kama Mungu mwenyewe. Naitwa Padri Isidori Mapendo, paroko katika parokia Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria Longuo. Na watakieni Dominika njema na sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Kwaheri.